Tukisoma Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 tuweza kuona hapo. Maisha yetu ya wokovu hayawi makuukuu na hayawezi kuwa makuukuu. Maisha yetu ya wokovu yanakuwa mapya kila wakati. Na kama maisha ya wokovu yakiwa makuukuu, maana yake huyu mtu ameacha kuishi maisha ya wokovu. Kama ukuukuu umeingia, maana yake huyu mtu ameharibika kiroho ama amekufa kiroho. Kwa hiyo hakuna wokovu mkuukuu. Hata kama ungemaliza miaka 100 uko pamoja na Yesu na wokovu hauwezi kuwa mkuukuu. Mungu atusaidie sana. Kitu kinachoweza kuwa kikuukuu ni kitu ambacho kinatengenezwa na wanadamu. Nguo inaweza kuwa kuukuu, sio? Mwili unaweza kuwa mkuukuu, si ndio? Maana ukizeeka mwili unaanza kuwa mkuukuu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini wokovu pamoja na uzee, bado wokovu unakuwa mpya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Tena mtu akiwa mzee, mimi nafikiri hata wokovu unakuwa mpya zaidi. Amen. Haleluya. Hebu tusome Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Inasema, ndio, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo nguvu ya ufufuo inaleta upya wa kiroho kila wakati katika maisha ya mtu ambaye amembeba Yesu. Mungu atusaidie sana. Lakini mtu ambaye hajambeba Yesu, maisha yake yanazidi kuwa makuukuu, na yatakuwa makuukuu kweli. Maisha ya dhambi yanabadilishwa na kupewa moyo mpya. Jambo la pili ni kumwezesha Mkristo kushinda kila aina ya ubaya. Tusome Warumi 6 mstari wa 14. Nguvu ya ufufuo inamwezesha Mkristo kushinda kila aina ya ubaya katika maisha yake. Ndugu zangu, tunaishi kwenye ulimwengu ulioharibika. Na tunaishi kwenye ulimwengu ambao umejaa harufu ya dhambi. Kila kona tunapopita, harufu ya dhambi inasikika. Nasema, ndio, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi. Kwa sababu hamui chini ya sheria. Bali chini ya neema. Dhambi kwa mtu aliye na nguvu ya ufufuo haiwezi kumtawala, haiwezi kumiliki maisha yake, haiwezi kumwendesha. Jambo la tatu, kufufua tumaini lililokufa. Tumaini la kazi, tumaini la familia, tumaini la huduma, tumaini la afya linaweza kufufuliwa. Nguvu ya kuwezesha Mkristo kuwa shahidi wa Kristo. Kumwezesha Mkristo kuwa shahidi wa Kristo. Ushahidi wa Mkristo hauko katika maneno tu, bali katika maisha na matendo, mwili na roho. Yesu aliyefufuka bado anaponya leo. Nguvu ya ufufuo inaweza
kumponya majeraha ya kiroho, huzuni, nafsi na magonjwa ya mwili. Nguvu ya ufufuo inafanya kazi hata sasa, maana Yesu yuko kazini hata sasa. Amen. Kwa jina la Yesu, jina kuu ambalo mwanaume Yesu alipewa, lina mamlaka kuliko majina ya watu wote duniani. Kuna watu maarufu ambao wamekuwepo, lakini majina yao yakitajwa ni ya kawaida kabisa, wala pepo hawezi kutoka. Lakini jina la